Gani mtazamaji wa Gift Online TV, karibu kutazama kila ambacho kinaweza kukupa nguvu za kutazama kila itwapo leo. Basi kubwa kuliko kwa siku hii leo kwenye habari za kimichezo ni wakati zikibaki raundi 8 sawa na dakika 720 kumalizika kwa ligi kuu msimu huu 2025-2026. Maajabu yameonekana kwa kukosa mchezaji aliyefunga mabao matatu katika mchezo mmoja, hat-trick, ikilinganishwa na msimu uliopita. Kwa sasa ushindani umeonekana katika vita ya ubingwa, nafasi 4 za juu na zile zilizopambania kubaki salama na kupewa kushuka daraja, ukifanya utamu wa ligi hiyo kunoga zaidi. Kwa sasa swali linalotawala katika vichwa vya wadau na mashabiki wa soka nchini ni namna ukame wa hat-trick ulivyotawala kwa mastaa wa ligi kuu kwa timu zote, kuanzia vinara wa Yanga hadi KMC inayoburuza mkia. Pia kasi ya ufungaji wa mabao umeonekana kuwa ndogo, kwani katika raundi 22 iliyochezwa hadi sasa kinara wa mabao ni Faisal Salim Faitoto wa Azam FC ameweka 10 tu, huku Prince Dube Yanga akiwa na 9, lakini Ngoyi wa Namungo akiwa na 8. Katika msimu uliopita hadi kufikia mzunguko wa 2022 ile hurudishwa mchezaji wa 5 wa kinara wa hat-trick wakina Medal Kagere, lakini Namungo aliyefunga mabao matatu dhidi ya Ken Gold katika ushindi wa 5-0. Wengine waliofanya hivyo ni Jean Charles Ohao wa Simba aliyeng'ara mechi 2 tofauti, akifanya hivyo dhidi ya Dodoma Jiji kwenye ushindi wa 6-0, kisha kutaka dhidi ya Pamba Jiji katika ushindi wa 5-1. Pia star wa Simba Steven Mukwala aliingia katika orodha hiyo, wakati mnyama akishinda bao 3-0 dhidi ya Coastal Union, huko Prince Dube akiwa wakati wa Yanga ikilazimisha Ken Gold mabao 6-1. Lakini Pacome Zouzoua wa Yanga hakuwa mbali na wababe wa hat-trick alipofanya hivyo katika mchezo dhidi ya Fountain Gate alipoiongoza timu hiyo kushinda mabao 5-0 ikiwa raundi ya 16. Striker wa Mtibwa Sugar Hafidh amesema ugumu unapopitia washambuliaji haswa kukabwa na mabeki ndio wanapata nafasi, winga na viungo kutawala kwenye ufungaji wa mabao. Kwanza wanaofunga si washambuliaji, ni either winga au viungo. Sisi lazima tulikuwa kwa wakali wa nyavu kama Saidi Mwamba, Peter Tino na Abed Mziba wa Lunyamila.